Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe DML Digital ili kupata ripoti zetu zote kila siku hapa hapa. Asante. Hali ya kisiasa na kiusalama nchini Tanzania imeingia katika mjadala mpana baada ya tukio lililozua maswali mengi kutokea jijini Mbeya, ambapo polisi wa mkoa huo wakidaiwa kutekeleza maelekezo ya mkuu wa polisi wa mkoa RPC na kamanda wa polisi wa wilaya OCD walishusha bendera ya chama cha upinzani cha Chadema na badala yake kuweka bendera ya chama kingine cha siasa. Tukio hilo lililofanyika hadharani limeibua taharuki na hisia kali miongoni mwa wananchi, wanaharakati wa haki za kiraia na wanasiasa wa upinzani, wengi wao wakijiuliza iwapo vyombo vya dola bado vinasimama kama wasimamizi wa haki bila upendeleo wa kisiasa. Makamu mwenyekiti wa Chadema, John Heche, hakuchelewa kujibu. Kupitia mitandao ya kijamii, Heche alitoa kauli kali akishutumu vikali hatua hiyo ya polisi, akisema ni uthibitisho wa wazi wa kuingilia siasa na kupoteza misingi ya kutokuegemea upande wowote. Hongera sana RPC na OCD kwa kazi nzuri sana. Nafikiri mabosi wenu watafurahi, pengine mkapandishwa vyeo au mkistaafu mkapewa bodi fulani, maana kazi yenu imetukuka sana, aliandika Heche kwa kejeli. Heche aliendelea kusisitiza kuwa katika zama za sasa, teknolojia na mitandao ya kijamii haviwezi kuficha vitendo vinavyokiuka haki na misingi ya demokrasia, akibainisha kuwa dunia nzima sasa inashuhudia kinachoendelea ndani ya nchi. Teknolojia itawanyika, dunia itaona kiwango cha upuuzi kinachofanywa na vyombo vya dola, aliongeza. Katika kauli yake, Heche pia alihoji uhalali wa polisi kutenda haki ilhali wanajihusisha wazi na vitendo vinavyoashiria upendeleo wa kisiasa. Polisi anawezaje kushusha bendera ya chama kimoja halafu aseme hana upande? Alihoji, akionyesha mshangao na wasiwasi wake juu ya mustakabali wa haki na usawa katika utekelezaji wa sheria. Tukio hili limeongeza orodha ya matukio ambayo mara kadhaa yamekuwa yakilalamikiwa na vyama vya upinzani na asasi za kiraia, vikidai vyombo vya dola kuonekana kutenda kwa upande mmoja, hali inayodhoofisha misingi ya demokrasia na utawala wa sheria. Mjadala huu umeendelea kushika kasi, huku wananchi wakionyesha wasiwasi kuhusu uhuru wa vyama vya siasa, amani ya kisiasa na mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Wengi wanasisitiza kuwa ni wajibu wa vyombo vya dola kusimama katikati, kuheshimu sheria na kulinda haki za vyama vyote bila upendeleo wowote. Hatma ya tukio hili inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku macho ya umma yakielekezwa kuona iwapo kutakuwa na maelezo ya kina au hatua za kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya ulinzi na usalama.